Katika ulimwengu wa soka, wachezaji wengi wamepita na kung'ara, lakini ni wachache walioweza kuacha alama isiyofutika kama Neymar da Silva dos Santos Jr. maarufu kama Neymar Jr. Fundi huyu wa kabumbu kutoka nchini Brazili ameendelea kuwavutia mashabiki wa mpira duniani kwa uchezaji wake wa kipekee, mbwembwe uwanjani na uwezo wa kuamua mechi kwa sekunde chache tu. Neymar alizaliwa Februari 5, sawa na gwiji wa soka, adui wa nyavu, Israeli wa magolikipa wengi, Cristiano Ronaldo. Tofauti ni mwaka tu. Neymar amezaliwa mwaka 1992 huko Mogi das Cruzes, Sao Paulo, Brazili. Akiwa mtoto alionyesha kipaji cha kipekee katika kandanda, tofauti na Wabrazili wengi walioanza kazi za mitaani ili kuweza kumudu familia zao, kula na kufanya shughuli nyingine kama Gabriel Jesus na wengine wengi. Neymar licha ya kuzaliwa kwenye familia duni, alifuatiliwa kwa ukaribu na baba yake ambaye pia alikuwa mchezaji wa zamani, lakini wakati huo Neymar alikuwa kisakata kabumbu mitaani tu pasi na kueleweka. Hali ya maisha ya familia yake, kama ambavyo nimekuambia, haikuwa ya kifahari, lakini kupitia nidhamu, bidii na msaada wa familia, Neymar alianza kung'aa akiwa na miaka michache tu. Alianza kuvuma kupitia akademia ya Santos FC, timu maarufu nchini Brazili, ambayo pia ilimlea gwiji wa soka duniani mwenye rekodi nyingi duniani, kombe la dunia na mashindano mbalimbali, Pele. Huko Santos, Neymar alionyesha uwezo wa kipekee wa kupenya safu za ulinzi, kuchezesha timu na kufunga magoli ya kiufundi ambayo yalifanya mashabiki na wachambuzi wa soka kumlinganisha na wachezaji wakubwa kwa wakati huo. Mnamo mwaka 2013, Neymar alisajiliwa na wazee wa FC Barcelona ikiwa na La Masia ndani yake huko Catalunya, mojawapo ya vilabu vikubwa barani Ulaya. Na hapo ndipo alipokutana na mastaa kama Lionel Messi na Luis Suarez, na kwa pamoja wakaunda safu ya ushambulizi maarufu iliyopewa jina la MSN chini ya kocha Enrique Luis. Barcelona ilitwaa makombe kadhaa ikiwemo La Liga, Copa del Rey, ligi ya mabingwa barani Ulaya kwa maana UEFA Champions League mnamo mwaka 2015. UEFA Champions League ambayo Neymar ameitwaa iliacha rekodi kubwa sana, hususan kwa kocha Luis Enrique ambaye alikuwa na historia na mtoto wake ambaye kwa sasa hayupo duniani. Lakini hiyo isiwe shida wala isiwe story kwetu. Zaidi leo tumejikita kwa gwiji huyu wa soka, Neymar Jr. Uchezaji wa Neymar katika klabu hiyo ulionyesha mchanganyiko wa mbinu, kasi, akili ya mchezo na ubunifu wa hali ya juu. Hakuwa tu mfungaji, bali pia mtoaji wa pasi za mwisho kwa maana ya assist, akitoa burudani ya hali ya juu kila alipoingia uwanjani. Mnamo mwaka 2017, Neymar alihama Barcelona na kujiunga na klabu ya Paris Saint-Germain kwa maana ya PSG kwa ada ya rekodi ya dunia euro milioni 222. Uhamisho huo ulivunja vichwa vingi kwa thamani, matarajio na mvutano uliokuwepo. Na kitu kikubwa ambacho unatakiwa kutambua ni kwamba Neymar licha ya kwamba amekuwa ni mchezaji bora, mchezaji ambaye amekuwa akiwavutia wengi, lakini meneja wake ni baba yake peke yake. Kwa maana yeye na baba yake unaweza ukasema ni sawa na kidole na pete. Hakuna ambaye anamwacha mwenzie. Huko PSG, Neymar alitarajiwa kuwa nyota wa timu, lakini majeraha ya mara kwa mara na tetesi za kutoridhika vilianza kuathiri mwelekeo wake. Ingawa alisaidia PSG kufika finali ya UEFA Champions League mwaka 2020, alikosa taji hilo muhimu akiwa na klabu hiyo. Neymar, nyota iliyozaliwa nyakati mbaya, nyota iliyodorora. Kwa Brazili, Neymar alibeba jezi ya taifa kwa heshima kubwa. Aliibuka kuwa mfungaji bora katika historia ya taifa hilo,
akivunja rekodi ya Pele. Gwiji huyu wa soka aliandika rekodi nyingi hususan kwenye kombe la dunia kama mchezaji kinda ambaye aliingia katika michuano hiyo ya World Cup na kufunga goli kama mchezaji kinda. Licha ya Neymar kuifikia rekodi hiyo, lakini haikumfanya kuweza kuwa nyota star zaidi kwenye timu hiyo ya taifa ya Brazil. Alivaa kitambaa cha unahodha, lakini alishindwa kuibeba taifa lake na nembo ya taifa hilo mabegani mwake. Hata hivyo, Neymar alishinda Olympic gold medal mwaka 2016 akiwa na timu ya taifa ya Brazil, na pia alishinda Copa Confederations mwaka 2013. Neymar amepewa sifa kwa uchezaji wa kuvutia, lakini pia amekuwa akikosolewa kwa kujidondosha sana uwanjani, tabia ambayo imezua mjadala mkubwa miongoni mwa mashabiki na wachambuzi wa soka. Majeraha ya mara kwa mara, lakini hata hivyo hakuna anayeweza kutilia shaka uwezo wake wa kipekee na kipaji ambacho ni nadra kukiona ulimwenguni. Neymar si tu mchezaji, bali ni chapa ya kimataifa. Ana mvuto mkubwa kwenye mitandao ya kijamii, ameingia katika biashara, mitindo na hata michezo ya video. Urithi wake katika soka upo hai kama mmoja wa wachezaji wa kipekee waliowahi kuvaa jezi ya Brazil na kitambaa cha unahodha, licha kuwa nahodha asiyeweza kupambania kitambaa chake na nembo ya taifa lake na kulibeba taifa mabegani mwake. Neymar ni mfano wa mchezaji ambaye amepitia vikwazo, sifa, lawama na mafanikio. Yote kwa pamoja anaendelea kuwa mfano kwa vijana wengi wanaoota kung'ara katika kandanda. Japokuwa bado ana safari mbele, historia itamkumbuka kama fundi aliyeleta burudani, ubunifu na uzuri wa kabumbu uwanjani. Nembo ya soka iliyokosa mafanikio ya taifa na mafanikio binafsi. Ballon d'Or anazisikia na kuzitazama kwa wenzake na vijana ambao hawakutazamiwa kama ilivyokuwa kwake, wengi wakimtazama kama nyota ya mafanikio ambayo ingeiteka dunia, na wengine huenda mbali zaidi na kusema Neymar kipaji kilichozaliwa nyakati mbaya za magwiji Cristiano Ronaldo na Lionel Messi. Na wengine wakiuliza Luka Modric, Karim Benzema, Lewandowski, ni kina nani kutoboa ngome hiyo ngumu, kubomolewa ukuta wa Ballon d'Or, Lionel Messi na Cristiano Ronaldo? Why not Neymar? Basi tuseme kipaji kikubwa kilichodorora. Makala hii imeandaliwa na VICA 7 Vika 7. Kwa makala na habari nyingine mbalimbali za kimichezo, kaa karibu na Rimo Digital.